Tanzania ni nyumbani kwa misitu ya asili na ya kupandwa. Pasipokuwa na misitu hatuna mvua. Tiba zetu zinatoka kwenye mimea. Misitu ni urithi wa asili, ni urithi wa taifa. Inabidi tuendelee kuwarithisha vizazi vyetu vijavyo na vijavyo. Bila misitu, maisha ya mwanadamu yangetikisika. Tanzania, nchi yenye urithi na utajiri mkubwa wa asili usio na kifani, mandhari yanayovutia moyoni na machoni. Tanzania inafahamika duniani kwa hifadhi zake kubwa na maarufu, ikiwemo hifadhi ya taifa Serengeti, hifadhi ya taifa Mlima Kilimanjaro na hifadhi ya Ngorongoro. Tanzania ni nyumbani kwa misitu ya asili na ya kupandwa, inayosimamiwa na kuhifadhiwa kwa uangalifu na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, TFS. Asilimia 48.1 ya ardhi ya Tanzania imehifadhiwa. Ndani ya maeneo mengi yaliyohifadhiwa kuna zaidi ya maelfu ya mimea, mamia ya wanyama na viumbe adimu, spishi mbalimbali za ndege, milima na mabonde, uoto wa asili wa kupendeza na maporomoko ya maji. Utajiri na uhifadhi wa misitu ni mapafu ya taifa letu Tanzania. Misitu hii inatupatia hewa safi, maji safi na kuhifadhi viumbe adimu ambavyo havipatikani sehemu nyingine yoyote ile duniani isipokuwa nchini kwetu Tanzania. Ndani ya misitu inayosimamiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, TFS, kuna mazao mbalimbali ya utalii, ikiwemo utalii ekolojia. Ni washukuru sana TFS namna ambavyo wameweza kuwa karibu na sisi wadau wa utalii, wameweza kutuunganisha kwanza kuwa pamoja, jambo ambalo mwanzoni unaweza ukasema lilikuwa ni gumu, lakini sasa hivi wamejitahidi kutuunganisha kuwa kitu kimoja, jambo ambalo lina support au linaleta chachu katika shughuli hizi za kitalii, na hatimaye tunajiona tunazidi kumove, tunazidi kwenda mbele, jambo ambalo pia naamini linaleta hamasa katika masuala ya utalii kwetu huku nyanda za juu kusini, hususan katika mkoa huu wa Mbeya. Utalii ekolojia ni aina ya safari ya utalii inayomwezesha mtalii kufurahia mandhari ya asili ndani ya misitu.
Hewa ya hapa ni safi. Ya huko mjini tumezoea vumbi, moshi, yani ni ile ambayo ni nzito kwanza. Lakini hapa hewa ni nzuri, yani sijui nisemaje nisimliaje, lakini naona kabisa inapita mpaka kwenye mbavu na mapafu jinsi inavyofika. Kwa ni hewa ambayo ni safi na salama kabisa. Unajisikia huko eneo tofauti kabisa na kule ambako sisi tupo. Kwa ni eneo ambalo ni nzuri zaidi na hewa yake pia ni nzuri pia. Hapa Tanzania utalii ekolojia unahusisha shughuli kama vile matembezi ya kutembea kwa miguu ndani ya misitu, kupanda milima, kutembea kwenye maporomoko ya maji na kutazama ndege. Uwepo wa misitu katika biashara yangu ya utalii unanifanya mimi niwe na tamba kwa kuwa na package nzuri zaidi ninapokuwa na utangaza utalii. Hasa pale ambapo inatokea mtu nampeleka kwenye vivutio ambavyo vimezungukwa na misitu. Zaidi ya kuuza kivutio ambacho kinapatikana ndani ya misitu hiyo, na kuwa pia ninauza hiyo misitu yenyewe, ambapo ikiendelea kuwepo inaniongezea mimi nguvu ya kuongeza package kwenye utalii. Mtazamaji, utalii ekolojia haumaanishi kupumzika na kujionea mandhari tu, lakini pia unatufunza namna miti inavyohifadhi maji ardhini. Vile utalii ekolojia unatukumbusha bila misitu maisha ya mwanadamu yangetikisika. Kila hatua unayopiga ndani ya misitu ni mchango mkubwa katika uhifadhi. Unapolipa tozo za utalii, unakuwa ni sehemu ya juhudi za kulinda na kuhifadhi hifadhi zetu. Kwenye misitu na hifadhi ndipo uzuri wa kweli wa Tanzania unapoonekana. Si mandhari pekee, bali mshikamano kati ya binadamu na mazingira. What did they post? And what they don't post? Tutainua mikono. Misitu ipo hatarini. Ukataji wa miti ovyo, uchomaji wa mioto kichaa na mabadiliko ya tabia nchi vinatishia mfumo mzima wa ekolojia. Madhara ya kuharibu misitu na mazingira ni madhara ambayo yanamgusa kila mtu.
unapokata misitu unapunguza uwezo wa misitu au uwezo wa mazingira yetu kutengeneza mvua. Unapokata misitu, unapoharibu mazingira, unaleta athari kubwa sana au unachochea mabadiliko ya tabia nchi. Wengi wa Watanzania, sisi tunaotoka vijijini, tunafahamu sisi wenyewe, wazazi wetu, dada zetu kule wanatumia kilimo cha kienyeji. Kwa mimi kwetu Rufiji ninavyoandaa shamba, najua kuna mvua mbili kwa mwaka. Kuna mvua ya masika na kuna mvua ya vuli. Kwa hiyo naposema naandaa shamba langu la mpunga ambalo linahitaji mvua nyingi ili mpunga uweze kumea, mwezi wa kwanza na wa pili ndio utaona kule tunaenda mabondeni kwa ajili ya kuandaa shamba. Mwishoni mwa mwezi wa pili tunaingiza mbegu tukitarajia mwezi wa tatu Mungu anatusaidia, mvua inashuka, mazao yanamea. Sasa mimi nishaingiza mbegu zangu chini, mvua haiji. Nani anayeathirika? Kwa hiyo ina athari kubwa sana. Tuchukue hatua, kila mmoja wetu awe muhifadhi, na tuendelee kufurahia mandhari, hewa safi, wanyama na viumbe vyote vya msituni. Utalii ekolojia ni daraja kati ya furaha ya wageni na uhifadhi endelevu wa misitu Tanzania. Misitu ni urithi wa asili, ni urithi wa taifa na ni urithi wa dunia nzima. Hii misitu ambayo tunaiona, mazingira tunayoona haya ndio yanayotufanya sisi tuweze leo hata kupata fursa ya kuishi. Hii misitu pamoja na kwamba inatupa mbao, inatupa mvua, kiasili Afrika tiba zetu zinatoka kwenye mimea. Kwa hiyo tunavyofanya hii misitu iondoke, majani yasiwepo, ni kwamba tujue pamoja na kwamba tunaathiri mazingira, pamoja tunaleta mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia tunajiondolea uwezo wa sisi wenyewe kujitibu. Ni matamu jamani. Kiukweli nimefurahi. Kuanzia safari inavyoanza, unaenjoy, ni sehemu nzuri, upepo upo mzuri kabisa. Ningependa kuihasa jamii kuendelea kuyatunza mazingira yetu, hasa hii misitu, kwa sababu pasipokuwa na misitu hatuna mvua. Pasipokuwa na misitu hatutapata asali. Pasipokuwa na misitu hatutapata hewa safi. Kwa hiyo tuendelee kuitunza na tuendelee kuithamini, kwa sababu tumerithishwa, inabidi tuendelee kuwarithisha vizazi vyetu vijavyo na vijavyo. Tuitunze misitu nayo itutunze.